Nimekuja TBS kwanza kujifunza, kujua hii taasisi ya TBS inayofanya kazi, lakini kuangalia kazi zinazoendelea kwenye maabara zetu. Kama mnavyofahamu, taasisi hii ni muhimu kulinda afya ya Watanzania, lakini kuangalia pia thamani ya fedha za Mtanzania kulingana na matumizi ya bidhaa anazotumia inalindwa. Kwa hiyo kimsingi taasisi ya TBS ni mshirika muhimu kama wakala, kama shirika ndani ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Kwa hiyo shughuli ambazo zinaendelea hapa ni shughuli muhimu kwa maslahi ya taifa na ulinzi wa taifa. Kwa hiyo sensitivity ya eneo hili ni kubwa, na mimi nimepata nafasi ya kuja kuangalia shughuli zinazoendelea, kuzungumza na wafanyakazi, kuwatia moyo, lakini pia kuangalia kwa kushuhudia mimi mwenyewe utekelezaji wa kazi kubwa ambayo inafanywa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, uwekezaji mkubwa wa bidhaa ama vifaa, mashine za kisasa kabisa. Kama mnavyofahamu, thamani ya mashine hizi ni kubwa sana ukilinganisha na muonekano wake. Kwa hiyo hii inathibitisha commitment ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kulinda afya ya Mtanzania, kutumia Watanzania katika kushiriki kikamilifu katika shughuli za ujenzi wa taifa, kwa maana ya kutumia taaluma zao hasa katika eneo hili la upimaji wa viwango, kuona kwamba wanalinda nchi yao, wanalinda wenzao, Watanzania wenzao, kujua kwamba bidhaa ambazo zinakuja zinakidhi viwango, kuhakikisha kwamba shirika la TBS linawafikia Watanzania, linawasaidia Watanzania hasa wa hali ya chini. Na tumeona kwa mifano TBS ikiwafikia wajasiriamali vijana na kina mama, ikiwapa mafunzo, lakini pia alama ya TBS bure kabisa. Sasa haya yote ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kuona kwamba taasisi hii inatumika katika kuboresha kutengeneza mazingira rafiki ya kibiashara kwa Watanzania, kuuhisha bidhaa za Mtanzania ili zifikie viwango sio tu vya kitaifa lakini pia vya kimataifa. Na TBS kama wakala ambaye anapewa jukumu la kudhibiti viwango, lakini nembo yake inatumika katika kuthibitisha ubora wa bidhaa, amekuwa mshirika muhimu sana kwa wajasiriamali wetu na wafanyabiashara wetu wadogo. Na kupitia TBS tumeona kupitia maonyesho ya Sabasaba watu wengi wakitoa shuhuda mbalimbali jinsi gani bidhaa zao kupitia nembo ya TBS zimepata masoko nje ya Tanzania, lakini wameweza kutoka kwenye hatua moja kwenda nyingine kupitia mafunzo, lakini pia na ithibati ya TBS. Siku ya leo tumetembelewa na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, na tunamshukuru kwa kupata nafasi ya kuja kutembelea taasisi yetu. Lengo kuu ya ziara hii ni kuona uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara ili tuwezesha sisi TBS kutekeleza jukumu letu la msingi, kuhakikisha ubora na usalama. Lakini pia niendelee kuishukuru serikali ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndani ya maabara zetu tuna uwekezaji mkubwa ambao na nyie waandishi wa habari mmeona katika maabara zetu mbalimbali, ikiwemo hii maabara ya kemia ya chakula. Kuna uwekezaji sio chini wa bilioni 5 kwa mashine mbalimbali, naweza nikasema takriban bilioni 10 ambazo ziko kwenye floor moja tu, na mashine zote hizi zinapima ubora na usalama, kuendelea kuhakikishia Watanzania wanakuwa salama. Tunapima vitu mbalimbali, kama ni kahawa basi iko kahawa kweli haijachakachuliwa na sasa tumeanza kuiona sokoni. Kama ni bidhaa ina ubora ule, labda kafeini ipo inayotakiwa, sukari zile za vikolezo hazijawekwa, kama imewekwa basi hiyo inayotakiwa. Kwa lengo kuu ni kuhakikisha Mtanzania tunaendelea kumlinda, lakini sambamba na hilo kuhakikisha biashara zinafanyika.